Sasa sio utekaji tena, umekuwa uchukuaji au uvunaji. Imekuwa sasa ni kama mtu anavyochukua kuku kwenye banda la kuku, wakati wowote, saa yoyote, kwa namna yoyote. Mtu yoyote sasa anachukuliwa, si mwanafunzi, sio winga wa Kariakoo, sio padri, sio shehe, sio balozi. Mtu yoyote anaweza kuchukuliwa. Kwa hiyo utekaji umekuwa wa kutisha sana. Na mpaka sasa hivi, wakati nazungumza na nyie mara ya kwanza, nilisema wakati ule kulikuwa na watu 84 wale ambao walikuwa kwenye orodha ya watu wa TLS. Tangu wakati ule sasa hivi ni watu wengi ambao zaidi ya 108 hivi ambao ama wametekwa wakapatikana ama wengine hawajapatikana kabisa. Na kauli zinazotoka kuhusu watu wanaotekwa ni kauli nyepesi sana. Kuzisikiliza ni kauli nyepesi ukilinganisha na uzito wa uhai wa mtu. Ndugu zangu, naomba tukubaliane. Uhai ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu anatupa. Na hakuna mtu mwenye mamlaka ya kupoka uhai wa mtu, hayupo. Tupewa zawadi na Mungu kama ya uhai, tuitumie kwa ajili ya utukufu wake. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Katiba ya mwaka 1977 ibara yake ya 8 kifungu cha kwanza inasema hivi: mamlaka ya nchi itakuwa mikononi mwa wananchi, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Hii ni kwa mujibu wa katiba hii, na itatumia madaraka hayo kwa niaba ya wananchi. Lakini ibara ya 8(1)(a) inasema mamlaka na madaraka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano yatatokana na wananchi, na serikali itapata madaraka yake kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba. Tunaona kumbe serikali inapata madaraka kutoka kwa wananchi. Maana yake kisima cha madaraka, the oasis of authority and power in the country, kinatoka kwa wananchi. Sasa kama wananchi hawa wanatekwa, ambao ndio chanzo cha mamlaka, maana yake ni hatari sana. Ndugu zangu, utekaji haukubaliki. Baada ya miezi 5 kuwa nimezungumza kuhusu sikubaliani na utekaji, narudia tena mara nyingine kwa nguvu kubwa kabisa, sikubaliani na utekaji. Kesho kutwa, wiki ijayo, sikubaliani na utekaji na kutoweka kwa watu bila utaratibu. Ndugu zangu, wananchi ndio wenye nchi. Narudia tena, wananchi ndio wenye nchi. Na ndio maana hata neno lenyewe wananchi ni wana wa nchi, ndio wenye nchi. Usipowasikiliza wananchi, utafika wakati utapoteza nafasi ya kuwasikiliza. If you don't listen to them now, time comes you won't be able to listen to them. Usipowasikiliza wananchi leo, wakati unafika hutapata nafasi ya kuwasikiliza. Lakini pia usipowasikiliza wananchi leo, unaweza kupoteza nafasi kabisa ya kuwasikiliza kipindi utakachowahitaji wakusikie. Ni muhimu sana kusikia kilio cha wananchi. Matokeo ya kutokusikiliza kelele za wananchi inaleta machafuko na migawanyiko siku zijazo. Matokeo ya kutokuwasikiliza wananchi na kelele zao inakuletea migawanyiko na matatizo makubwa siku zijazo. Ndugu zangu, naomba mnisikilize kidogo. Mnakumbuka vizuri mimi nilipozungumza kuhusiana na jambo hili, nilijaribu na kupendekeza solution. Mungu nakuomba kwa ajili ya askari wetu wote wa jeshi la polisi, wa jeshi la uhamiaji, wa jeshi la magereza, wa jeshi la wananchi, wa usalama wa taifa, majeshi yetu yote, kwa ajili ya siku ya tarehe 29 na siku zilizoko mbele yetu. Na waombea walioko kwenye CCM, ninawaombea walioko serikalini, ninawaombea mtu wa aina yoyote anayeuza mboga, mwenye duka, mwenye biashara, mwenye kiwanda, mkulima, mfugaji. Ninawaombea. Ninaomba kwa jina lako Yesu, naomba kwa jina lako Mungu, naomba sana ya kwamba kila mmoja
kuanzia tarehe 29 na siku yoyote iliyoko mbele yetu. Naomba Mungu achukue hatua anayojua kabisa ni sahihi, anayojua kabisa ni ya haki. Mungu unawasikia watu wakiomba sawasawa na mapenzi yako. Hauwasikii wenye dhambi. Maombi haya yakiwa ni maombi yenye hila, yakiwa sio sahihi, naamini hautayasikia. Naamini hautafanya chochote juu ya maombi haya. Lakini kwa kuwa ni maombi ambayo yanamfaa mtu wa aina yoyote, na mtu wa aina yoyote atajua hili ni neno la Mungu, hivi ndio Mungu alivyo, hivi ndivyo vitabu vya Mungu vinavyotaka mambo yawe. Mungu, naamini maombi haya yatapata kibali kwenye moyo wake. Kwa yeyote unaamini Mungu yuko, Mungu ana nguvu, Mungu ni wa huruma, Mungu wasikia watu wanapolia, wanapoomba. Naomba ungana nami kwa maombi haya, kwa wewe kuomba ama kushare, kumpelekea mtu yoyote. Ni maombi yanayomfaa mtu wa aina yoyote, hayatakuwa na madhara yoyote. Kushare kwa mtu yoyote hayatakuwa na hatari yoyote. Ni maombi ambayo kila mmoja, tunamwombea kila mmoja, Mtanzania yeyote aliye popote. Tunamwombea kwa habari ya tarehe 29. Tunaombea askari polisi, tunaombea askari magereza, tunaombea wanajeshi wetu, tunaombea watu wa usalama kwenye taifa letu, vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Tunaombea viongozi waliomo serikalini, tunaombea watu waliomo CCM, watu walio na chama na wasio na chama. Kila mtu aliyekaa popote, mwenye maamuzi yoyote ambayo anafikiria kuyachukua kuanzia tarehe 29 kwenda mbele, tunaenda kuomba kila mtu achukue maamuzi ambayo ni sahihi, maamuzi ambayo ni sahihi, yanayopita fedha, yanayopita cheo, ambayo katika hali yoyote atakuwa naona kabisa haya maamuzi ninayochukua ndio maamuzi sahihi kwenye maisha yangu. Hebu sasa niombe na utanisaidia kupeleka kipande hata cha maombi tu. Kipeleke kipande cha maombi haya kwa watu mbalimbali. Watumie askari wote, watumie wanajeshi wote, watumie viongozi wa serikali walioko serikalini wote, watumie viongozi walioko kwenye chama cha CCM, wasio na chama, walio na dini aina yoyote. Watumie maombi haya kwa sababu yatakuwa yakiongea na roho ya kila mtu. Mungu wa rehema, Mungu wa wote, Mungu wa yote, sisi ni Watanzania. Mungu, tunakuomba hapa tulipofika. Mwongoze kila mtu katikati yetu. Mwongoze kila mtu achukue hatua ya haki inayostahili, ambayo hata ijutia maisha yake yote. Ajue kabisa ya kwamba hii ndio hatua ambayo nilipaswa kuichukua kwa ajili yangu na vizazi vyangu. Mungu, nakuomba kwa ajili ya askari wetu wote, wa jeshi la polisi, wa jeshi la uhamiaji, wa jeshi la magereza, wa jeshi la wananchi, wa usalama wa taifa, majeshi yetu yote, kwa ajili ya siku ya tarehe 29 na siku zilizoko mbele yetu. Na waombea walioko kwenye CCM, ninawaombea walioko serikalini, ninawaombea mtu wa aina yoyote anayeuza mboga, mwenye duka, mwenye biashara, mwenye kiwanda, mkulima, mfugaji. Ninawaombea. Ninaomba kwa jina lako Yesu, naomba kwa jina lako Mungu, naomba sana ya kwamba kila mmoja kuanzia tarehe 29 na siku yoyote iliyoko mbele yetu, naomba Mungu achukue hatua anayojua kabisa ni sahihi, anayojua kabisa ni ya haki, anayojua kabisa ndio inayostahili, anayojua kabisa ya kwamba ndio pekee iliyokuwa imesalia, anayojua kabisa itakuwa sababu ya kuondoa uchungu, kuondoa vilio, kuondoa maumivu,
kuondoa uchungu ambao Mungu umeendelea sana kwenye nchi yetu, na inawezekana kabisa baada ya tarehe 29 tukaingia kwenye ukurasa mwingine mbaya, wenye uchungu, wenye vilio, wenye maumivu, na nchi yetu ikageuka isiwe Tanzania tena, ikawa Tanzania. Mpaka hapa tulipo, nchi yetu kwa kipande kikubwa, kwa wengi wetu, sio Tanzania, ni Tanzania. Yani Tanzania lia. Mlioko Tanzania lieni, zoeni na mjue hayo ndio maisha pekee mtakayokuwa mnaishi, na baadhi watakuwa nasema hiyo ndio amani, tulilinde. Mungu, ninaomba iweko amani ya kweli ambayo kila mmoja na nafsi yake ya moyo atasema hii ndio amani. Na waombea askari wetu, na waombea askari wetu katika hali yoyote, wakatende jambo ambalo wanajua ni la haki. Kila mtu kwa nafsi yake ya ndani, kila mtu kwa moyo wake wa ndani, akajue kabisa ya kwamba hili nalofanya ni la haki. Mungu, thamani ya binadamu iingie ndani ya kila mtu, iingie ndani ya kila mtu, ajue utu una thamani kuliko cheo, una thamani kuliko posho, una thamani kuliko kazi. Moyo wa Musa uwaingie watu wako wote wanaosikiliza maombi haya, uwaingie moyo wa Musa ambaye alisema ya kwamba akaacha vyote, akasema afadhali nipate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Mungu, taifa la Tanzania ni lako. Taifa la Tanzania una makusudi nalo. Taifa la Tanzania ni taifa teule, ni taifa kimbilio, ni taifa kivuli cha mataifa. Ulikusudia hivyo tangu asili. Umelibariki mito, umelibariki maziwa, umelibariki milima, umelibariki bahari, umelibariki mbuga za wanyama, umelibariki madini, umelibariki kila kipasacho uzima na utaua, vyakula vya kila aina vyenye asili, udongo wa kila aina. Mungu wa rehema, unajua Tanzania inaweza ikailisha dunia yote. Unajua Tanzania inaweza ikawa kivuli cha dunia yote. Inaweza ikawa kimbilio. Inaweza ikawa sababu ya watu wote kujifunza iwapasavyo watu kuishi. Kilio na maombolezo unaweza ukaviondoa kabisa Tanzania, na ukawa mwanzo wa mateso na uchungu kuondoka katika nchi zingine. Roho Mtakatifu, Mungu uliye kweli, na kuomba washike walioko CCM, walioko vyama vingine, walioko kwenye majeshi yote, jeshi la polisi, uhamiaji, jeshi la wananchi, watu wa faya, majeshi ya magereza, watu wa tisi, watu wa usalama wa taifa, majeshi yote yanayojulikana na yasiyojulikana, wakulima, wafanya biashara, wafanya kazi, popote alipo, kila mmoja tarehe 29 achukue hatua anayojua ni ya haki. Inawezekana akawa amepata posho, akawa amepata chochote, ameahidiwa chochote. Naomba Mungu, chochote alichoahidiwa kiwe cha haki. Ikiwa sio cha haki, ikiwa sio cha haki, geuza moyo wa mwanaume huyu, wa mwanamke huyu, wa askari huyu, akatende lilo la haki kuanzia tarehe 29 na kuendelea mbele, katika jina lako Yesu, katika jina lako Mungu. Geuza mioyo, geuza mioyo, geuza mioyo ya watu wako. Kila mmoja afike mahala aone biashara yake haina thamani kuliko vilio vya watu wengine. Aona hakuna sababu ya biashara yake kuwa salama wakati kuna watu wanalia mahali. Aona hakuna sababu kazi yake kuwa salama wakati kuna watu wanalia mahali. Ule moyo wa asili ambao watu waliposikia watu wakilia, walisimamisha kila kitu, walisimamisha biashara zao, wote walipiga kelele kusema huko wanakolia kimetokea nini. Walitafuta suluhisho la pamoja, lilipopatikana ndipo wote walirudi kwenye kazi zao. Kapandikize moyo huo Mungu, kapandikize kwa wafanyabiashara wote, kapandikize kwa wakulima wote, kapandikize kwa askari wetu wote, kapandikize kwa watu walioko CCM, waweze kujua katika hali yoyote ya kwamba wanatakiwa kufanya maamuzi ambayo nafsi yake itamwambia kabisa haya ni sahihi.
kwa sababu Mungu, maneno yako na haki umeiandika kwenye moyo wa kila mwanadamu. Mwanadamu hata akitenda makosa, akitenda mabaya, huwa anafahamu haya ni makosa hata asipoambiwa. Katika jina lako Yesu, katika jina lako Mungu, nakuomba sana, kwa sababu Mungu unajua kwa namna ambavyo tutajuta miaka mingi tukikosea kuamua, tukafanya ambalo halikupasa. Unajua Mungu tutakavyojuta. Unajua Mungu ambavyo taifa letu litakuwa taifa la machozi, taifa la kilio. Unajua tulivyolia, unajua tulivyoumia, lakini unafahamu tukikosea kuamua hapa, hata wanaosifia pengine kwa namna isiyo sahihi watakuja kufahamu kwamba walikosea sana. Watakuja kufahamu kwamba hapa palikuwa ndio mahali pa kuchukua hatua ambayo hawakuichukua. Mimi naombea Mungu achukue hatua yoyote, achukue hatua iliyo sahihi. Yeyote aweze kuona ya kwamba utu wa mtu una thamani kuliko cheo. Utu wa mtu, maisha ya watu wengine ni kama watoto wake walivyo, ni kama wazazi wake walivyo. Na Mungu ninaomba nikiwa najua unaweza ukasikia, unaweza ukatuhurumia, unaweza ukaona ni sababu hiyo tarehe ni mwanzo wa kutoka kwenye vilio, kwenye maombolezo, kwenye uchungu. Muongoze kila aliye kwenye nafasi yoyote achukue hatua inayomstahili ambayo hatajutia. Mungu wewe wajua ya kwamba tukikosea kuamua hapa, aidha wengine tukachukua hatua za kujiponya, tusiamue ilivyotakiwa, au wengine tukachukulia kimzaa, tukajua haya tuhusu haya. Unaijua kesho yetu ambavyo Mungu itajaa giza, itajaa uchungu, itajaa maumivu, ambavyo kila mtu aliyepopote atafikiwa. Unaijua taabu tutakayoipata kupitia mahospitali, unaijua taabu tutakayoipata kupitia mabarabara, unaijua taabu na manyanyaso ambayo watu watayapata makazini, unaijua taabu ambayo watu watayapata kwenye biashara zao na kazi zao, na kwamba wengi pengine watakapojaribu kujitetea watakuwa wakirushiwa maneno ya kejeli na maumivu ya kwamba mlishindwa kuchukua hatua iliyotakiwa na sasa ni wakati wa kuteswa. Mungu, kama umeona huu ni wakati wa dhiki kuu, ni wakati wa watu wako kuteswa kuliko wakati mwingine wowote, najua utaacha haya, utaruhusu haya yaendelee kwenye taifa letu. Lakini kama kilikuwa ni kipindi chenye mafunzo tu, kama kilikuwa ni kipindi cha mpito tu ambacho kuna jambo litaka tujifunze, Mungu tumejuta. Tumelia vilio vyote, tumeomba maombi yote, tumefunga mifungo yote, tumesema maneno yote, hata wako waliokosea kwenye kusema, kwenye kuamua. Hata tuko tuliofungwa magerezani, tuko ambao watoto wetu wameuawa kwa sababu ya kutafsirika kwamba tumeongea vibaya. Mungu wa rehema, nakuomba kweli namna ya kurudisha maisha ya watoto wetu na watu wetu waliouawa, waliopotezwa, walioumizwa kwa namna yoyote. Inawezekana kabisa tusiwe na nguvu hiyo, usiruhusu hayo, lakini Mungu, walao unaweza kutupa nusu hata ya furaha, nusu hata ya matumaini. Ninakuomba sana Mungu. Ninawaombea wote anapata chochote, amepewa chochote, ameahidiwa chochote, moyo wake umwambie binadamu ana thamani kuliko chochote nitakachokipata, nilichokipata. Akafanye maamuzi sahihi, akachukue hatua sahihi. Tena ikiwezekana iwe wazi tu kabisa, Mungu, kwamba tutaishi tusijute, tujuage kabisa tulichukua hatua sahihi. Kwamba tunakufa, tujuage tulichukua hatua sahihi. Lakini kubwa kuliko, muongoze kila mwanamume, muongoze kila mwanamke, muongoze mfanyabiashara, muongoze mkulima, muongoze mchungaji, waongoze wahubiri,
waongoze waumini, waongoze askari magereza, waongoze askari polisi, waongoze askari uhamiaji, waongoze wanajeshi wetu, waongoze kila mmoja achukua hatua ambayo nafsi yake inamwambia hii ndio hatua sahihi, yenye faraja, yenye faida kwa watu wote kuliko faida hii iliyopo sasa. Kwa jina la Yesu, kwa jina lako Mungu, kwa jina lako Yehova, kwa jina lako Mungu, naomba Mungu maombi haya yapate kibali mbele ya watu wako watakapoyasikia. Unajua nilivyoomba kabla ya kuomba kwenye mtandao hivi, unajua nilivyoomba, unajua ninavyoomba, unajua nitakavyoomba, unajua ninavyoendelea kuomba. Unauchua moyo wangu, unauchua Mungu, unajua sina hila, unajua ninaamini ya kwamba tukifanya itupasavyo, kila mmoja atapata mara 3 mara 5 ya kile anachopewa kama hongo, anachopewa kwa wizi, anachoiba. Tutapata hivyo. Mungu, nchi yetu ulitubariki, ni nchi ambayo kila mmoja anaweza akapata kuliko hata matarajio yake, lakini tu haki, 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 haki. Naam, na hiyo haki naamini itaanzia, hiyo haki itaanzia kwa kila mtu kuamua kwa haki. Iwe maamuzi yake ya haki yatampelekea kuishi, amina. Iwe maamuzi yake ya haki yatampelekea kuangamia, kufa, kuuawa, amina. Lakini kila mmoja asikie kuchukua hatua, asikie kuchukua hatua iliyo sahihi, iliyo sahihi, iliyo sahihi, anayeiona tu kwenye moyo wake. Tena awe wazi kwa ujasiri kabisa, aseme mimi ninachoona hatua iliyo sahihi ni hii. Ninajua ziko lugha za watu ambao wameharibika kabisa na kujiona ni mashetani, na kwamba wakiwa wanafahamu kabisa haki ni nini, ukweli ni nini, lakini wanalazimika kusema kwa namna yenye kejeli. Na hao najua baada ya 29 siku zingine zilizoko mbele watatumia maneno mengi yenye kuudhi, yenye kukejeli, na ya kwamba sasa watu watahalalishwa kuumizwa, kuteswa, ili waonekane ya kwamba hiyo ndio amani, waonekane ya kwamba hiyo ndio aina ya maisha. Mungu nakuomba, Mungu nakuomba, Mungu nakuomba, na nasema ikiwa umeruhusu hii ni dhiki kuu, haizuiriki, umeruhusu tuingie kwenye kulia kwa wakati mrefu mpaka wewe utakapoona imetosha, tutapokea kwa sababu tulitoka kwako. Ungetufanya ng'ombe, ungetufanya nyumbu, tungeshaliwa na wanadamu au na wanyama wa porini na hakuna ambaye angedaiwa. Kama umeruhusu tubaki hivyo kwenye taifa lako, mapenzi yako yatendeke. Lakini kubwa, ninamwombea kila mmoja hatua atakayochukua ajue ilikuwa ndio hatua sahihi iliyopaswa kuchukuliwa. Achukua hatua inayopita maslahi ya chama chake, achukua hatua inayopita maslahi ya cheo ambacho amekipata, atakipata. Achukua hatua ya haki inayopita posho yoyote, kiwango chochote cha fedha. Awaone watu wanaolia, watu watakaolia wana thamani kuliko kitu ambacho angeweza kukipata. Mungu wa rehema, na kushukuru. Asante kwa ajili ya wote walioshiriki maombi haya. Asante kwa ajili ya wote watakaosambaza maombi haya ili wafikie watu wengi zaidi. Asante kwa ajili ya wote uliowagusa kwa maombi haya, ambao kwa namna moja na nyingine sasa wanasikia kuchukua hatua iliyo sahihi. Asante Mungu wetu, na naamini wengi wao ambao wamefuatilia maombi haya watafanya chochote kuanzia kwenye maombi haya na kusema amen. Wataandika kusema amen, wataongeza na maombi mengine na dua zingine ambazo wanazo. Na ikumbukwe Mungu unawasikia watu wakiomba sawasawa na mapenzi yako, hauwasikii wenye dhambi. Maombi haya yakiwa ni maombi yenye hila, yakiwa sio sahihi, naamini hautayasikia, naamini hautafanya chochote juu ya maombi haya. Lakini kwa kuwa ni maombi ambayo yanamfaa mtu wa aina yoyote, na mtu wa aina yoyote atajua
Hili ni neno la Mungu. Hivi ndio Mungu alivyo. Hivi ndivyo vitabu vya Mungu vinavyotaka mambo yawe. Mungu, naamini maombi haya yatapata kibali kwenye moyo wake. Ninaamini kwa neno lako na kwa jina lako. Asante kwa kuwa ni mwema. Tunajiweka kwenye mikono yako. Wape nguvu watu wako. Kila atakayesikia maombi haya ayasambaze kwa kila mtu anayejua anaamini Mungu, anaamini msaada wa Mungu, anaamini huruma zako Mungu, anaamini upendo wako. Naamini ni maombi yanayokubalika na namna zote, ambayo hayawezi kumletea hatari mtu wa aina yoyote kwa kuyasambaza ama kwa kuyashiriki. Naamini kwa sheria yoyote, kwa namna yoyote, hayana hatari yoyote. Mungu, naomba yape kibali, yavuvie uwezo wako, yavuvie nguvu zako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu, nabariki, nawabariki watu, nawabariki watu, nabariki mioyo yao, nabariki fahamu zao, nabariki kwa jina lako, katika jina la Yesu. Nawabariki, 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 nawabariki kwa damu ya Yesu, nawabariki kwa damu ya Yesu, nawabariki kwa damu ya Yesu, nawabariki kwa jina la Yesu, nawabariki watu wako, nawabariki kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Mungu, nakushukuru kwa kuwa ni mwema. Asante Yesu Kristo. Asante Mungu wetu. Asante Baba yetu. Katika jina la Yesu. Kila mwenye upumzi popote ulipo sema amen. Ama sivyo andika kwenye comment na kwingine kokote ambako utaona wameshare maombi haya. Mungu akubariki sana. Mungu na afanye sawa na haki iliyoko ndani yako. Amen.